Na Adamu wa kwanza na Adamu wa pili wote wameumbwa? Hapana. Huyu Adamu wa kwanza aliumbwa na Adamu wa pili. Kwa maana hii, Adamu wa pili ni Yesu aliyekuja kuwaokoa wanadamu kutoka kwenye utumwa wa shetani. Sisi wa Kristo sasa tunamwabudu Mungu au tunamwabudu Adamu wa pili? Okay, Adamu wa pili ndiye huyo Mungu aliyekuja kwenye mwili wa Adamu kama wa Adamu. Kwa hiyo anayeabudiwa, unaposema sisi wa Kristo unasema sisi wanafunzi wa Yesu. Tupo na Mwalimu Chikawe hapa bana, tulikuwa na mdahalo mzuri kweli wa kama masaa 8 hivi 9. Tumefanya mdahalo. Kwanza kabisa tulikuwa na mada ile ambayo wanasema wenzetu wanasema kwamba manabii wote walikuwa ni Waislamu. Alafu mada ya pili nyinyi mkasema je, kwenye Uislamu kuna Adamu wa mwisho? Mwalimu, kwanza hongereni kwa mdahalo. Jina la Yesu liendelee kutukuzwa. Amina, asante sana ndugu mtangazaji. Ninashukuru kwa pongezi. Ndio huduma yetu, nataka watu wamfahamu Yesu. Mmekuwa kwenye midahalo kwa muda mrefu sana. Nini hasa mmekuwa mkiona kuna haja ya kuendelea wakati mnajua mada karibu zote zimeisha? Yaani ni kama mmeshaelimishana imeisha. Mada zitaendelea kwa sababu Qur'ani na Biblia bado ipo. Alafu kuna wanaosikiliza leo, kuna ambao hawakusikiliza. Kuna waliokuwa na miaka 5 huko nyuma, 10, 15, leo wamefikia umri ambao wanataka kufahamu. Kwa hiyo midahalo itaendelea hivi ilivyo, na mada hizo zitaendelea kwa sababu bado kuna watu wapya ambao wanahitaji kufahamu. Okay. Mada ya kwanza ile umeionaje mlivyohojiana na wenzenu na jinsi wenzenu walivyoelekeza na nyinyi mlivyokuja mwajibu, kwa sababu ilikuwa ni mada yao wao kwamba manabii wote walikuwa Waislamu? Bahati mbaya mjenga hoja wa kwanza anaitwa Kisede, anatoka kule Kongo, wanamuita Mazinge wa Kongo. Ndio alipewa hiyo mada hatuthibitishie kwamba manabii wote waliotangulia walikuwa Waislamu, lakini bahati mbaya sana ameshindwa kulithibitisha hilo. Badala yake akawa anazungumza yeye kwa mifano fulani habari za kusujudu kwamba wote walikuwa Waislamu, anazungumza yeye. Kwa hiyo mimi ndio nilipewa kujibu mada. Ikabidi nitembee kwenye maandiko aliyotoa yeye nje ya mada. Kwa hiyo aliweka neno kusujudu, aliweka neno ukafiri, aliweka neno dini. Kwa hiyo ikabidi nitembee mle kwenye maneno yake. Kama nikikupa nafasi hapa ya kurekebisha kidogo, labda wewe ambacho ulikuwa unatarajia labda ungekisema, labda ungepanga kusema kama mngeamua kubaki ndani ya mada, nini kikubwa ambacho ulikuwa unaona kwenye ile mada? Asante. Kwenye mada ile bila shaka wao wajanja walikwepa. Huwa wanasema Muislamu wa kwanza ni Adamu. Okay. Adamu ndio alikuja na Uislamu. Na ndio maana hata sasa tukapanga ile mada Adamu wa mwisho. Sasa anapokuja Adamu na Uislamu, Biblia wanaposema anakuja na Uislamu, Biblia inasema alifukuzwa. Mwankema ametoa maandiko katika Biblia. Maana Adamu alifukuzwa katika bustani. Na unaposoma Qur'ani sura 7 kuanzia mstari wa 23 mpaka 25, Qur'ani pia inasema Adamu amefukuzwa baada ya kula ule mti wakati. Sasa amefukuzwa wapi? Kwa Waislamu wanasema alikuwa peponi akaletwa duniani. Biblia inasema alikuwa bustanini akafukuzwa bustanini. Kwa hiyo anapofukuzwa bustanini anafukuzwa na dhambi. Anapofukuzwa kule peponi anafukuzwa akiwa na dhambi. Kwa hiyo Waislamu wanaposema Adamu alikuja na Uislamu, tafsiri yake au maana yake Uislamu, dhambi zimepewa jina zuri Uislamu. Kwa hiyo dhambi ni Uislamu kwa sababu Adamu kaja na dhambi alipofukuzwa. Qur'ani na Biblia inazungumza hivyo. Kwa hiyo ndio maana tulitarajia kabisa kwamba wao watasoma maandiko hayo kwenye Qur'ani yanayoeleza hivyo. Tulishaandaa na majibu yake ya namna hiyo. Ndio maana hawakupita huko kote, kwa sababu hii mada tunajadili mara nyingi, wanajua majibu ambayo tunawapatia. Kwa hiyo kama Muislamu, Adamu ndiye alikuja na Uislamu, wakati maandiko yanasema alitenda dhambi ndio akafukuzwa akaja kwetu, na ndio kwa sababu ya dhambi zinazoendelea. Manake dhambi imepewa jina zuri Uislamu. Okay, hivi tukisoma katika Agano la Kale, kile kitabu kuanzia Mwanzo mpaka tunalimaliza ile Agano la Kale, tunaweza tukaona Ukristo au hata Kristo, kwa sababu hata nyinyi wenyewe wa Kristo mnasema hata wale manabii wote waliopita walikuwa wa Kristo. Kama hawa wanavodai wao walikuwa Waislamu na nyinyi mnadai walikuwa wa Kristo, lakini nyinyi mnavyokuja kuthibitisha wao mnakuja kuthibitisha kwenye Agano Jipya. Kwenye Agano la Kale tunaweza tukaona hilo kwamba hawa watu walikuwa ni wa Kristo. Kwenye Agano la Kale huoni neno Kristo kwa sababu Agano la Kale limeandikwa kwa Kiebrania. Kwa hiyo kwenye Agano la Kale unaweza ukakuta neno Masihi. Ndio maana tumeona pale kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 2
mstari wa 10 ule tulianzia pale kutoa tafsiri ya neno Kristo, Ukristo na Mkristo. Tulianzia pale. Kwa hiyo katika huku tunataja neno Kristo kwa sababu vitabu 27 vya Agano Jipya vilitafsiriwa kwa lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo Wagiriki wametafsiri neno Masihi katika likaja neno Kristo. Kwa ndio maana unakuta neno Kristo linatajwa huku kwenye vitabu vya Agano Jipya. Naona. Lakini sasa maana yake ni nini? Hata wale waliokuwa kule nyuma wanatabiri habari za nyakati za sasa waliongozwa na huyo Kristo ili kutabiri na yale mambo ambayo yalikwisha kutokea. Ndio maana Yesu katika Mathayo 5:17 akasema, msidhani ya kuwa alikuja kutangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Anatimiliza nini? Sio kwamba Torati inaendelea, maana kuna wengine wanasema bado tuko na Torati. Kutimiliza alikuwa amekusudia kueleza manabii walitabiri habari zake, Torati zilitabiri habari zake, Zaburi ilitabiri habari zake. Sasa ujio wake ni kuja kutimiza yale yote yaliyotabiriwa kwenye hivyo vitabu. Kwa nini mnafikiria labda Waislamu wanaangania kwamba manabii wote walikuwa ni Waislamu pamoja na Yesu? Yaani kwa sababu na wao wanasema wanatumia Torati, wanasema wanaikubali Torati, wanaikubali Injili. Ikiwa ndani ya hizo Torati wala Injili hakuna hilo neno Uislamu na hakuna labda kuonyesha kwamba watu wamesilimu, hiyo wenyewe huo Uislamu wanaouona kwenye hivyo vitabu, kwa sababu manake kwa asili yao wenyewe wanasoma Torati na Injili wanavikubali na Zaburi. Kama wavioni, kwa nini wanakuja tena wanatoa hiyo mada kwamba wale waliopita watu walikuwa Waislamu? Asante kwa hilo swali. Mimi nitakujibu kwa mujibu ya ufuatiliaji wangu na uelewaji wangu mzuri. Huyu Nabii Muhammad huyu anayesema watu walikuwa Waislamu kule, alikuwa anapata tu simulizi kutoka kwa Wayahudi. Amesimuliwa habari za dini ya Kiyahudi. Kutoka kwa Wakristo alisimuliwa habari za Wakristo na dini yao. Ndio maana wanapishana kati ya Waadhiri na Muhammad. Ndio maana kwenye Qur'ani tumesoma haya hapa inazotaja dini ya Wakristo, dini ya Wayahudi kabla yake, lakini Muadhiri anaposimama anasema wote walikuwa Waislamu. Sasa waelewani kati ya Muhammad na Waadhiri hawa. Kwa hiyo Muhammad alikuwa akisimuliwa na watu. Kwa ujumla wake Qur'ani ni mkusanyiko wa maneno ya watu mbalimbali, lakini Waislamu wameambiwa ni Mungu kasema. Kumbe sio. Qur'ani mkusanyiko tu wa mambo mbalimbali, watu mbalimbali wameongea. Lakini kwa sababu hapa umeniuliza sina vitabu, ningekuwa na vitabu ningekuonyesha ushahidi. Sawa, kwa sababu kuna aya mle zimesemwa na Omar bin Khattab. Waislamu Muhammad anasema kasema Mwenyezi Mungu, anakuja kuwaambia watu 30 amesema Abu Huraira kwamba maumbile ya mwanadamu yanawafikiana na Uislamu. Muhammad akaja kusema Mwenyezi Mungu amesema maumbile ya mwanadamu, vitu kama hivi. Alafu sura ya 2 aya 21 makamu Ibrahimu pawe pa kusalia, alisema Omar bin Khattab kuna kitabu kinaitwa Maswahaba 10 waliobashiriwa pepo. Waislamu kujifunika maguo ni Omar bin Khattab, lakini sura 24 sura An-Nur aya 36 Muhammad anakuja kusema Mwenyezi Mungu kasema. Kwa hiyo ndio maana wanatofautiana Waadhiri wa Kiislamu na Qur'ani yao. Lakini Qur'ani inakubali kuna Wakristo kabla ya Waislamu. Na kuna hadithi Muhammad alisema, aliwaambia Waislamu watafute elimu popote pale hata kama ni mbali. Wafuateni au shibri kwa shibri Wayahudi sijui na Wakristo, hata wakiingia kwenye shimo la Mburukenge. Sasa wakamuuliza, una maana ya Wayahudi na Manaswara? Muhammad anasema kuna wengine walio bora zaidi yao. Kwa hiyo Muhammad amewakuta Wakristo, Muhammad amekuta Wayahudi, na hizo ni dini. Kuna maandiko mengi kwenye Qur'ani zinazotaja hizo dini. Sawa. Najiuliza swali sasa kwenye mada hii ya pili ya Adamu wa pili. Mnaposema Adamu wa pili mnamaanisha nini? Kuna Adamu wa kwanza na Adamu wa pili wote wameumbwa? Hapana. Huyu Adamu wa kwanza aliumbwa na Adamu wa pili. Kwa maana hii, Adamu wa pili ni Yesu aliyekuja kuwaokoa wanadamu kutoka kwenye utumwa wa Shetani baada ya Adamu wa kwanza kuwa mateka kwa Ibilisi. Maana Adamu wa kwanza alipokuwa bustanini ameumbwa na huyo Yesu, tunasema Yesu ambaye Adamu wa pili alimuumba Adamu akamweka bustanini. Sasa pale bustanini alipofanya makosa alikuwa mateka wa Shetani, maana makosa yake ni kumtii Shetani. Akaacha kutii maneno ya Mungu,
akamtii shetani. Kwa hiyo Adamu na watoto wake wote wakawa mateka wa shetani. Na pale pale kwenye 3:15 Mwanzo anaahidi kutoa ukombozi. Alisema nitaweka uadui kati ya uzao wako mwanamke na uzao wa huyu nyoka. Wewe utaupanda kisigina, wewe utaponda kichwa. Kwa hiyo Adamu alipokuwa amefanya makosa, Adamu na watoto wake wote watawaliwa wa shetani. Kwa hiyo mwenye uwezo wa kumshinda shetani ni Yesu, ambaye ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo alipokuja akaja kwa jinsi ya mwili, ndipo alipoitwa majina mengi, ndipo alipoitwa mwana wa Adamu, ndipo alipoitwa pia Adamu anayekuja kuleta uzima. Adamu wa kwanza ameleta dhambi, Adamu wa pili amekuja kuleta uzima wa milele, yani Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu katika mwili, Yesu katika roho. Ni wakati upi? Kitabu cha pili cha Wakorinto sura ya 5 mstari wa 16, Biblia inasema hivi, japokuwa tulimjua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Sisi wa Kristo leo tukimzungumza Kristo Yesu, hatumzungumzi katika mwili. Waislamu wanapomhoji Yesu, wanamhoji mwili, katika mwili. Kwa hiyo leo sisi hatumtambui katika mwili moja kwa moja. Kuna Wakristo wanaweza kaangalia huu mdahalo wa leo akaona kama wamechanganyikiwa. Je, sisi wa Kristo sasa tunamwabudu Mungu au tunamwabudu Adamu wa pili? Okay, Adamu wa pili ndiye huyo Mungu aliyekuja kwenye mwili wa Adamu kama wa Adamu. Kwa hiyo anayeabudiwa, unaposema sisi wa Kristo unasema sisi wanafunzi wa Yesu. Alafu anayekataa uungu wa Yesu asilitumie jina Yesu. Makosa makubwa akilitumia jina Yesu na huko anakataa uungu wake. Kwa sababu anaposema Yesu sio Mungu, anasema Mungu anayeokoa sio Mungu, kwa sababu neno Mungu maana yake Yesu, Mungu Bwana Mwokozi. Ndio Yesu mwenyewe. Sasa Biblia inasema alikuja kwa jinsi ya mwili, autumie mwili kwa ajili ya ukombozi, kuwaondoa watu kwenye utawala wa shetani. Kwa hiyo anapokuja kwenye mwili, anaonekana kwa sifa zote za mtume, nabii, mwanakondoo, chakula cha mbinguni, mwalimu na mchungaji na kadhalika na kadhalika. Yohana kaandika sifa 100 kwenye Biblia katika mwili. Lakini katika roho yeye sio mwanadamu. Ndio maana Paulo anatuambia kabisa katika Wafilipi 2:5 pale, yeye alitoa namna ya mtu akajifananisha kama mwanadamu, maana yake si mwanadamu. Kwa hiyo ndiye muumbaji. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 10, Biblia inasema hivi, yeye alikuja ulimwenguni na hata ulimwengu ulikuwa katika yeye, lakini ulimwengu haukumtambua. Yohana anasema alikuja ulimwenguni na ulimwengu uliumbwa na yeye, lakini ulimwengu haukumtambua. Nani huyo aliyeumba ulimwengu na kaja ulimwenguni na ulimwengu haukumtambua? Ni Yesu. Kwa hiyo Yesu ana sehemu nyingi za kumzungumza. Unamzungumza wakati anawatoa wana wa Israeli Misri, unamzungumza Yesu anapokuja kukomboa wanadamu katika dhambi, unamzungumza Yesu sasa anapoleta uponyaji wa miili ya watu wanapokuwa na magonjwa na shida mbalimbali. Ni Yesu mponyaji. Unafikiri kwa nini watu wao wana ugumu wa kuelewa, hasa Waislamu wanakuwa na ugumu wa kuelewa kupata kwamba Wakristo mnasema mnamwabudu Yesu, mnasema mnamwabudu Mungu, mnasema mnamwabudu kama leo hii sasa ndio naisikia mnamwabudu Adamu wa pili. Unafikiri kwa nini wao kuna ugumu wa kuelewa? Ndio kwamba ili uelewa hayo ni lazima uwe na Roho Mtakatifu au ni nini shida mpaka mtu anashindwa kuelewa kwamba inatakiwa abudiwe Adamu wa pili? Maandiko yana tafsiri za namna mbili. Kuna maandiko mengine yanajulikana katika hali ya kawaida, kuna maandiko mengine ni mafumbo yatajulikana katika ulimwengu wa roho. 13:10 Mathayo, wanafunzi wanamuuliza, kwa nini unasema nao kwa mafumbo? Anawauliza nani? Wayahudi. Maswali ya Waislamu yote ni ya Wayahudi. Muislamu hana swali jipya. Haya maswali yote unayoona Waislamu wanauliza ni Wayahudi waliuliza kupambana na Yesu. Sasa anaulizwa, kwa nini unasema nao kwa mafumbo? Anasema nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini hawa hawajajaliwa. Kwa sababu hiyo nasema nao kwa mafumbo. Wanaosema wanaona wasione, wanaosema wanasikia wasisikie, wasije wakaokolewa. Ni nani? Ni Wayahudi waliokuwa na Torati, waliona wanamjua Mungu kuliko mtu mwingine yote. Hata alipokuja Yesu hawakumpokea. Kwa hiyo na kitabu cha Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 pale anasema mtu yoyote, 23-24, mtu yoyote asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala asijisifu kwa sababu ya jambo lingine lolote,
mwenye kujisifu ajisifu kwa sababu ananifahamu mimi na kunijua. Kwa hiyo Mungu anafahamika na watu wote duniani, wanafahamu uwepo wa Mungu, lakini Mungu hajulikani na watu wote. Kwa hiyo Muislamu hajamjua Mungu aliumba mbingu na nchi, hamjui Muislamu Mungu aliumba mbingu na nchi, hamjui. Asante mwalimu kwa muda wako. Labda maneno ya kumalizia hasa kwa ajili ya faida ya hii midahalo ambayo tayari tumekuwa tukiifanya kwa muda mrefu, mmekuwa mkiifanya na sisi sasa tunakuja tunashuhudia kwamba mnaifanya, mitandao imekuja imewakuta mnafanya, tunaendelea hivyo. Neno moja sasa la kumalizia kwa ajili ya kusummarize. Asante. Neno la mwisho, mimi kwanza nishukuru hii mihadhara. Imenifanya nimtambue Yesu. Nimetoka katika familia ya Kiislamu, nikajua Uislamu ni batili baada ya kufuatilia akina mzee Kawemba walioanzisha mihadhara tangu mwaka 84. Nikatembea nao kwa miaka 20, ndio nikagundua uhakika haswa nataka kwenda mbinguni ni Yesu. Ndio yuko hai mpaka leo, yuko mbinguni. Haiwezekani mbora awe kaburini, wa mbinguni asiwe mbora. Hicho kitu ambacho ndio kwa kinanisumbua sana. Kwa hiyo nawashauri pia, na kupitia mimi Waislamu wengi sana wamempokea Yesu kupitia mikutano ya Waislamu, sio mikutano ya kwetu. Mikutano ya kwetu Waislamu hawaji, lakini wanapotuita hivi wengi sana wamempokea Yesu. Kwa hiyo nawashauri pia waendelee kutufuatilia, wale ambao wanatafuta haki, kuijua haki. Haki ni Kristo Yesu. Kwa hiyo tutaendelea hivi mpaka Yesu atakaporudi au mwisho wa Yesu kuja kunichukua. Nitaendelea hivyo kwa sababu nimepata faida kubwa sana ya kumpokea Yesu kupitia mihadhara ya Kiislamu. Nikwambie mwandishi, mimi wakati nasoma Biblia mwanzo nilikuwa nasoma kama kitabu cha historia. Nilikuwa sijui sura, yale zile namba zile kuzitumia nilikuwa sijui. Mimi nimekuja kuzijua namba, mihadhara ya Kiislamu, Mathayo 5 mpe huyo ndio nini? Nikaanza kufuatilia, nikaona ndio kaanza kutumia vile. Kwa hiyo iko faida ya namna hiyo. Mwalimu, mimi nikushukuru sana, asante sana na hongereni, na tunategemea kupata tena midahalo mingine kama nyinyi mlivyokubaliana temu mkaandaa, tupate tena mingine endelee kwa mingi zaidi. Amina. Hii sisi tumeitwa, waandaaji ni wao, na waomba tu wa Kristo wale wenye uwezo wa kutusaidia, kutuchangia kwenye hizi huduma, basi wafanye hivyo. Na tunazo channel ambazo tunapatikana kwenye hizi, inaonekana kwenye hizi huduma zetu. Kuna channel ya Pastor Ali Chikawe, kuna channel ya Honest Vitas Tanzania na Mofati. Ukienda YouTube zinapatikana hizo. Labda mwisho nitoe namba yangu ya simu. Kuna watu wao wananitafuta, wajui namba yangu ya simu ni 0693 170 266. 0693 170 266. Asante sana mwalimu. Asante sana. Karibu Mivumoni bwana, tutembelee. Asante.